Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Mheshimiwa Martin Shigela, mkuu wetu wa mkoa wa Geita, Mheshimiwa Sofia, kamanda wetu wa polisi wa mkoa, Mheshimiwa Hashim Komba, mkuu wetu wa wilaya, waheshimiwa viongozi mbalimbali ambao mmeungana na wapendwa wetu hawa, viongozi wa kiserikali na vyama, waheshimiwa mapadri, waheshimiwa watawa, ndugu zangu waamini na wote wenye mapenzi mema, tumsifu Yesu Kristo. Neno langu ni la shukurani. Kwa niaba ya jimbo letu la Geita niwashukuru sana ndugu zetu wote, niwashukuru waamini ambao mmekuja katika adhimisho hili kwa ajili ya kumwombea rasmi kama kanisa la Geita mpendwa wetu Papa Francis ambaye alifariki siku ya Jumatatu. Adhimisho hili lisiwe mwisho la kumwombea, tuendelee kumwombea baba huyu, tukumbuke yale mema aliyotenda na kuyaenzi. Ni sehemu ya maisha, mengi aliyoyafanya ni sehemu ya maisha yetu kama binadamu. Ndio maana yanagusa karibu kila nyanja. Wanasiasa wana cha kwao, wana serikali cha kwao, sisi viongozi wa dini tuna la kwetu, lakini vile vile binadamu yoyote ambaye ndio anaingia katika hayo, raia kwa sababu ya ubinadamu, muumini kwa sababu ya ubinadamu. Kumbe ametupatia mfano na mengine ambayo ni yetu, ambayo tunaishi kila siku, ni kama ameyafanya kwa kukumbusha. Kumbe ni washukuru sana kwa kuja tena tukakumbushana hayo, tukatafakari pamoja, tukimwombea wakati huu ambapo amehitimisha kazi yake. Mwenyezi Mungu ampokee katika ufalme wake. Mengine mengi ni hayo ambayo ndugu zangu, kuendeleza mshikamano na ushirikiano katika matukio mbalimbali kama tunavyoonyeshwa na viongozi wetu. Tunaelewa wanayo majukumu mengi, lakini wameweza kuahirisha na kuja kuungana nasi. Mila na desturi zetu, kipindi hiki cha majonzi ni kipindi cha mshikamano. Kwa hiyo si tu kwa ajili ya Papa, lakini haya tuendeleze hata tunapokuwa katika jamii zetu, kufarijiana wakati wa nyakati hizi ngumu, lakini vile vile nyakati za furaha vile vile tusiache kufurahi pamoja. Niwashukuru sana mapadri kwa utayari wenu wa kuja. Kwa kweli tulipanga muda wa jioni tukielewa leo ni siku ya kazi, tuweze kutoa nafasi kwenu ninyi waamini, hasa kwa ajili tunaelewa kwamba saa za asubuhi muda mwingi mko kazini. Geita yetu mnaifahamu ni Geita ya migodi. Hata utoe usiku watu wako kazini. Geita wanafanya kazi mzunguko mzima wa saa. Siku ya Pasaka, misa ya usiku, natoka pale Fatima karibu saa 8 usiku, nakutana na watu wanatoka kazini. Nikasema Geita kweli inachapa kazi. Kwa hiyo tuendelee kufaidika na hilo. Tusiwaone wa mgodini peke yake wanaofanya kazi muda wote. Sisi pia tuendelee kufanya kazi, lakini tunapokuwa nafasi tukutane vile vile kwa ajili ya ibada na maisha ya kijumuiya. Namshukuru kwa kweli kila mmoja wenu. Mwenyezi Mungu awabariki kwa ukarimu huo. Tuendelee kuombeana. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana. Na mwisho ni kuna salamu nyingi kutoka kwa balozi wa Baba Mtakatifu Dar es Salaam ambaye tuliwasiliana naye, basi na nikamweleza tutakuwa na adhimisho hili. Anawashukuru sana kwa ajili ya kuwa tayari kumwombea Baba Mtakatifu na kuwasalimia. Asanteni sana. Na kubwa sana ambalo ameliacha kwetu ni swala zima la amani. Na nimshukuru sana Baba Askofu Kasala kwa neno lake la leo ambalo kubwa naye amesisitiza tuyaishi maisha ya Papa Francisco. Niwasihi waumini wenzangu na Wakristo wenzangu tuyaishi maisha ya amani. Amani ndiyo kitu muhimu sana duniani. Hii dunia ikiwa na amani, basi tutakuwa kama tuko mbinguni wakati tuko duniani. Na waomba sana tuyaishi maisha yake leo wakati tunamwombea. Tujiombee zaidi sisi ambao tuliobaki, tuone tumeacha nini kile ambacho kesho Mungu akituchukua hapa duniani.
Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Heri ya Pasaka. Mhashamu Baba Askofu, mababa, mapadri wote mlioko hapa, watawa na waamini wote ambao tumefika hapa kwenye adhimisho hili la misa ya kumkumbuka Baba Papa Francisco, sote kwa pamoja tumsifu Yesu Kristo. Mhashamu Baba Askofu, mimi nimepewa kazi ya kumkaribisha mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa ambaye tuko naye hapa. Naomba nitumie fursa hii kufanya jambo moja tu na hatimaye niweze kumkaribisha. La kwanza, nitumie fursa hii kutoa pole sana kwa kanisa pamoja na ulimwengu wote kwa kuondokewa na Baba Mtakatifu Papa Francisco. Raha ya milele umpe Bwana. Apumzike kwa amani. Na baada ya jambo hilo, ninayo heshima sasa kumwalika mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa kwa ajili ya kuweza kutoa neno kwa niaba ya serikali na sisi sote ambaye tumeambatana naye hapa. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, karibu sana. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Mhashamu Baba Askofu, mapadri mlioko hapa, Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya, kamanda wa polisi wa mkoa, waumini wote na viongozi wote ambao wamefika, tumsifu Yesu Kristo. Kama walivyo nitangulia, nami niungane nao kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kupata nafasi ya kuja kushiriki kwenye hii misa takatifu ya kumwombea Baba Mtakatifu Papa Francisco. Na pili, nami niungane nanyi na waumini wote kwa niaba yetu sisi tulioko serikalini mkoa wa Geita, lakini vile vile na wananchi wa mkoa, kuwasilisha salamu za pole, salamu za upendo kwa kuondokewa na kiongozi wetu. Baba Mhashamu Askofu ameeleza maelezo mazuri sana. Katika mahubiri yake ilikuwa nayafuatilia kwa karibu, na ameweka perspective ya amani, lakini amejenga hoja katika mtizamo wa kazi ambazo walikuwa anazifanya Papa Francis. Sote kwa umoja wetu ni kuyakumbuka yale ambayo Mhashamu Baba Askofu ameyasema. Amezungumzia masuala ya haki, amezungumzia masuala ya amani, lakini vile vile akatupa picha ya umaskini na akatukumbusha kwamba kila mmoja anapambana kuondokana na umaskini. Na katika fikra nilizokuwa nafikiria, wako watu wanabahatika kuwa au kuondokana na umaskini, lakini wanasahau na kuanza kuwacheka wengine, unawezaje kwa maskini. Wako watu wanakuwa na madaraka makubwa, wanaona ni ujanja, na wengine wanawacheka, wanaona kwa nini unaweza usipate madaraka makubwa. Wako watu wanajaliwa afya njema, wanawacheka wengine ambao wanakuwa na magonjwa. Papa Francisco alisisitiza masuala ya upendo, na ndio maana ukiwa na upendo ndani yake, hayo majivuno ambayo nimeyasema na Mhashamu Baba Askofu ameyasema, hatuwezi kuyaona. Utawapenda kila watu bila kujali hadhi zao za hapa duniani. Na mimi Mhashamu Baba Askofu nakushukuru sana sana kwa fundisho la leo, kwa sababu linatukumbusha sote kwamba katika maisha yetu ni ya mzunguko. Kuna wakati unakuwa mzima na kuna wakati afya inateteleka. Ukiwa na upendo, maana yake utaguswa kwenda kumjulia hali mwenye changamoto za kiafya. Ukiwa na upendo, maana yake utakumbuka
kumsaidia mwenye njaa. Ukiwa na upendo, maana yake utakumbuka namna ya kuwasaidia watu ambao wana uhitaji wa msaada. Na Papa Francisco mambo hayo yafanya kwa nguvu kubwa, na sisi serikalini tutaendelea kumkumbuka. Na Mhashamu Baba Askofu ametukumbusha hata yale baadhi ya matukio ambayo tulikuwa tunaona kwenye picha ya watu wanapigana, wanaitwa, wanakwenda Roma, wanaenda kupatanishwa, hadi viatu anavibusu. Wangapi sisi tumewahi hata kubusu mkono wa mtu? Kwa hiyo ni upendo hali ya juu sana, kwa sababu mtu mwingine anaweza kufikiria hivyo viatu vimekanyaga wapi, na watu wanaotoka kwenye vita huenda hata socks walikuwa hawajafua. Kwa hiyo Mhashamu Baba Askofu, tunakushukuru sana 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 kwa ibada hii, tunakushukuru sana sana kwa mahubiri haya, na sisi serikalini tutaendelea kudumisha amani, tutaendelea kudumisha upendo, tutaendelea kudumisha mshikamano, ili falsafa ya Papa Francisco basi endelee kushamiri katika nchi yetu, lakini vile vile katika mkoa wetu. Nirudie tena kuwapeni pole kwa niaba ya serikali, lakini vile vile niwapeni pole kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Geita. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana kwa kunisikiliza.